Nilikueleza juu ya vita vya Israel, Marekani na Iran ambavyo vilianza. Marekani anamsapoti Israeli, lakini hivi ni vita vya Iran na Israeli. Hawa ndio wapiganaji wakuu, na Marekani aliweza kuachilia makombora yakaenda ndani ya Iran, yakalipua baadhi ya maeneo, hususan maeneo ambayo anakaa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Baadaye taarifa zikawa zinasambaa kwamba ameweza kutoroshwa kuhamishwa eneo hilo na mambo mengine mengi ambayo yaliweza kuibuka. Na nilikueleza pia namna ambavyo Iran nao walijibu mapigo kwa kushambulia maeneo ambayo kiujumla ni zile kambi za jeshi la Marekani ziko pale. Sasa kwa taarifa ambayo leo tarehe 1 Machi 2026 nimeweza kuipokea na kuifuatilia katika vyanzo aminifu kabisa, ni juu ya kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei. Inaelezwa kwamba ameuawa. Televisheni ya taifa ya Iran imesema, wanasema kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei amefariki kama shahidi. Televisheni ya taifa ilisema kwenye channel ya Telegram. Na mamlaka ya Iran imetangaza maombolezo ya siku 40 kwa kiongozi mkuu Ali Khamenei aliyeuawa. Televisheni ya kitaifa ya Iran imesema kulingana na data yake, siku 7 zijazo nchini Iran zitakuwa zisizo za kazi. Na taarifa hii nimeifuatilia vyombo mbalimbali, nimeona kabisa ni aminifu, ni kweli kiongozi huyo mkuu wa Iran Ali Khamenei ameuawa kwenye shambulio la anga dhidi ya makazi yake ambalo lilifanyika asubuhi ya Februari 28. Televisheni ya kitaifa ya Iran iliweza kuthibitisha. Wanasema Khamenei alikuwa mahali pake pa kazi na alifanya kazi rasmi wakati wa kifo chake. Sasa upande wa The Islamic Revolutionary Guard Corps, hawa wanazungumzeni IRGC, wameapa kulipiza kisasi kwa kifo cha kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei. Wanasema tutalipiza kisasi kwa wauaji kwa kifo cha kiongozi mkuu wa Iran. IRGC ilisema kwenye taarifa iliyonukuliwa na shirika la habari la IRNA. IRGC ilitoa wito kwa matabaka yote ya jamii ya Iran kuungana na kuonyesha umoja wa taifa la Iran kwa ulimwengu wote. Kwa hiyo hichi ni kile ambacho kinaendelea, na nikujuze tu kwa uchache kuhusiana na vita hivyo vya Iran dhidi ya Israeli na Marekani. Ni vita ambavyo Marekani kama haeleweki. Marekani anataka kuwa mtu wa kuweka amani. Marekani huyo ni mtu wa kutisha baadhi ya nchi na mengineyo mengi, na Marekani imekuwa ni moja taifa ambalo linalalamikiwa kwa kuingilia uhuru wa baadhi ya mataifa mbalimbali, hususan yale ambayo yanataka kujitegemea kwenye upande wa kuwa na nyuklia. Sasa nikwambie, utawala wa Marekani unaonyesha utayari wa kuchukua hatua bila kusubiri vitisho vinavyotarajiwa kwa Marekani nje ya nchi. Afisa mkuu wa zamani wa utawala wa Marekani na mwanachama wa zamani wa timu ya mpito ya Trump anasema kwenye maoni kuhusu operesheni ya Marekani dhidi ya Iran. Anasema kuna sababu wanaita uongozi, si wafuasi. Rais alitoa wito mgumu ambao ulituma ujumbe usio na shaka. Amerika haitasubiri vitisho vikue kabla ya kuchukua hatua kwa uamuzi. Unaweza kujadili mbinu siku nzima, lakini kuzuia kuna fanya kazi tu inapoungwa mkono na vitendo, na hatua hii inaweka kila mtendaji mbaya katika tahadhari, afisa huyo wa zamani aliongeza. Kumbuka, operesheni ya kijeshi ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran ilibadilisha utaratibu wa kimataifa. Mkurugenzi wa taasisi ya mafunzo nyuklia pia katika chuo kikuu cha Marekani, Profesa Peter Kuznick, anasema vita vilivyoanza mapema asubuhi Jumamosi saa za Marekani ziliweza kubadilisha mpangilio wa dunia. Vilianzishwa na tawala mbili kati ya tawala za kidhalimu na vurugu zaidi duniani. Hatujui jinsi au lini vitaisha. Tunajua kwamba mabadiliko ya utawala yaliyowekwa na Marekani hapo awali yamehitaji juhudi kubwa na bado yamekuwa na matokeo mabaya nchini Afghanistan, Iraq, Libya, Syria na kwingineko, Kuznick aliongeza. Je, Marekani ataendelea na vita hivi hadi lini? Kumbuka kwa sasa pia navyozungumza, Iran naye hajapoa, licha kwamba yupo kwenye maombolezo ya siku 40 ya kiongozi wao mkuu kuuawa, lakini makao makuu ya shirika la ujasusi la Marekani huko Dubai wanaeleza kwamba Iran ameweza kurusha makombora kwenye kambi ya jeshi la Marekani huko Dubai. Shirika la habari la Fars pia limeweza kuthibitisha hiyo, na makombora hayo inaelezwa yameweza kuleta athari kwa kambi ya kijeshi ya Marekani huko Dubai. Na kwa sasa nikwambie, bei ya mafuta itaongezeka sana kwenye kipindi cha hivi karibuni kutokana na mgogoro katika Mashariki ya Kati, lakini hakuna ongezeko kubwa la bei linalopaswa kutarajiwa. Hii ni moja taarifa ambayo pia nimeipitia kupitia kwa mkurugenzi mtendaji wa Navigator Principal Investors Kyle Shostak.
na China ndio mnunuzi mkuu wa mafuta ya Iran na itaweza kubadilisha vifaa hivyo kwa njia mbadala haraka, mtendaji huyo aliweza kuongeza. Vile nikwambie kwamba Marekani imefanya jaribio la kutawala kupitia nguvu safi. Anatoly Levin, mkurugenzi wa programu ya Euro Russia katika taasisi ya Queens ya utawala wa uwajibikaji, anasema Marekani sasa imepoteza dai lolote la kuwa mtawala mwema anayedumisha utulivu wa kimataifa. Badala yake Marekani na Israeli wanaeneza machafuko. Utawala wa Trump unafuatilia utawala kupitia nguvu safi ya kijeshi bila kisingizio cha utoaji wa bidhaa za umma za kimataifa. Kuhusu wazo kwamba nchi zilizoshambuliwa zilikuwa zikitishia Marekani vikali, kuenea kwa uongo huu wa kutisha kunategemea kabisa ushawishi wa Israeli na mashine ya propaganda ya Transatlantic NATO. Marekani na Israeli zilizindua operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Lakini nikwambie, sio Mashariki ya Kati tu bali pia Ulaya itakuwa wahanga wa vita vipya vinavyoendeshwa na Marekani kwenye eneo hilo. Anatoly Levin, mkurugenzi wa programu ya Euro Russia kwenye taasisi ya Queens for Responsible Statecraft, anasema mbali na watu wa Mashariki ya Kati, wahanga wa vita hivi vya jinai watakuwa Ulaya, ambayo sasa itakabiliwa na mashambulizi mapya ya kigaidi na kuongezeka kwa mvutano wa kikabila na kidini. Mtu angeweza kutumaini kwamba tishio hili lingesababisha serikali za Ulaya kupinga vikali vitendo vya Trump, lakini hofu yao ya kichaa na chuki dhidi ya Urusi inamaanisha kwamba katika akili zao wenyewe hawana chaguo ila kuisujudia Washington. Nini hasa ambacho kitaweza kujiri? Nini hasa ambacho kitaendelea? Matokeo gani ambayo pia Iran ataweza kusababisha kwa Israeli na Marekani? Basi endelea kutufuatilia. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.